Hauwezi ukaitoa huduma ya Roho Mtakatifu kwenye maisha ya muamini kwa maana yoyote ile, kisha ukamkuta muamini mwenye nguvu ya kutimiza kusudi, ukakutana na muamini mwenye uwezo wa kuishinda dhambi, ukakutana na muamini mwenye uwezo wa kufikia viwango vya Mungu kwenye maombi na mwenendo. Uwezo wa muamini wa kuweza kufikia kiwango cha Mungu, uwezo wa muamini wa kuweza kutimiza kusudi na kukaa kwenye eneo ambalo Mungu alimtarajia aweze kukaa, unatokana na huduma ya Roho Mtakatifu. As long as umeendelea kuamini kwamba Roho Mtakatifu ni njiwa, ni ile picha ya njiwa, kuna kitu umemiss. As long as umeendelea kuamini kwamba Roho Mtakatifu ni kwenye utatu tu mtakatifu, lakini hakuna namna anayohusika na maisha yako kila siku, kuna kitu utakuwa umekimiss. Kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 23, Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Alichokuwa anakiongea Yesu kuhusu kuja kufanya makao, alikuwa anaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu kuja kwenye maisha ya mtu. Roho Mtakatifu sio tu njiwa, Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Na kama Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, basi Roho Mtakatifu ni Mungu kamili kamili. Kwa hiyo alichokuwa anakiongea Yesu kwa habari ya yeye na Baba kuja kufanya makao ndani ya mtu, alikuwa anaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu. As long as Roho Mtakatifu bado haujapata ufunuo wake, bado haujawa na uelewa binafsi kuhusu huduma ya Roho Mtakatifu, ni wazi utakuwa bado haujaanza kuoperate vile ambavyo Mungu anakutarajia uweze kuoperate kwenye agano hili jipya. Do you know kwamba tuko kwenye agano jipya? Kwenye agano jipya Roho Mtakatifu haji juu ya mtu kama ilivyokuwa kwenye agano la kale. Kwenye agano jipya Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Yuko na sisi 24/7. Yuko na sisi masaa yote 24. Na ana mchango, ana msaada, ana kila kitu anachokifanya kwenye maisha yetu ili kuhakikisha tunashinda na tunatimiza kusudi kama vile Mungu alivyotutazamia tuweze kulitimiza. Sasa nataka nikuonyeshe vitu kadhaa kuhusu Roho Mtakatifu kabla sija kuonyesha dalili ili uweze kujua kwamba unaye Roho Mtakatifu ama amepungua kwenye maisha yako. Jambo la kwanza unalotakiwa kulijua kuhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu wa shughuli zote za ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu wa shughuli zote za ufalme wa Mungu. Hakuna namna utamuondoa Roho Mtakatifu kwenye equation ya uungu alafu ukakuta mambo yanafanyika. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nini kikatokea? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Roho ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Mungu alikuwepo. Nia ya kufanya uumbaji alikuwa nayo. Uwezo wa kuumba alikuwa nao. Lakini hakuweza kufanya chochote mpaka Roho Mtakatifu alipopatikana. Kulikuwa na situation za giza, kulikuwa na utupu na kulikuwa na ukiwa. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu akascan mazingira, alafu akatamka iwe nuru, na nuru ikawa. Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu wa shughuli zote za ufalme wa Mungu. Hakuna mahala Roho Mtakatifu amekosekana ufalme ukamove. Hakuna mahala Roho Mtakatifu hajakuwepo then kukawa na assignment yoyote ya kuweza kulitimiza kusudi la Mungu. Ndio maana kwenye agano la kale kila ambapo wakina Samson, wakina Daudi, wakina Samueli walikuwa wanafanya kazi, Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu yao kwa nguvu. Akisha kuja juu yao kwa nguvu, wanapata uwezo wa kuanza kutenda kazi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu wa shughuli zote za ufalme wa Mungu. Jambo la pili unalotakiwa kulijua kuhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye muangalizi wa kanisa la sasa hivi. Kanisa la sasa ambao tunaweza tukasema ni agano jipya.
Do you know kwamba Mungu kwenye Agano la Kale hakuwa na kanisa? Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa na taifa. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa na taifa la Israeli. Alimuita Abraham kutoka kwa ndugu na jamaa zake, akamwambia kupitia wewe nitatengeneza taifa, na ndani ya hilo taifa mataifa mengine yote yatabarikiwa. Alichokuwa anakiongea ilikuwa ni unabii kwa habari ya Yesu. Unabii haukuwa taifa la Israeli. Taifa la Israeli lilikuwa njia. Unabii ulikuwa kuhusu Yesu. So through Abraham Mungu akamtengeneza Isaka. Isaka akamzaa Yakobo ambaye alibadilika jina akawa Israel na likatokea taifa la Israel. Lengo la Mungu halikuwa taifa la Israel. Lengo la Mungu lilikuwa Yesu ambaye ndo alileta ukombozi kwa ulimwengu mzima. So kuna kipindi ukisoma Biblia yako vizuri kwenye Agano la Kale utagundua anazungumza sana Bwana wa majeshi, anazungumzwa sana Bwana Mungu, anazungumzwa sana Bwana wa majeshi na Mungu. So kwenye Agano la Kale nafsi ya Mungu inayoonekana kuwa kazini ni nafsi ya Mungu Baba. Mungu anaoperate kwenye Trinity. Mungu ni mmoja, anaoperate kwenye Trinity. Ana nafsi tatu. Hizi nafsi tatu sio watu watatu tofauti. Hizi nafsi tatu ni function tatu za Mungu. Na hapa ndio watu wengi wanapo miss. Nisikilize kwa makini. Mungu ni mmoja, anaoperate kwenye nafsi tatu, Trinity. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Baba ndio ile mamlaka ya juu ambaye ukisoma maandiko ya Agano la Kale wote walikuwa na address Mungu Baba. Tunapokuja kwenye mgawanyiko wa agano, vitabu vya Injili kabla ya kuingia Agano Jipya. Do you know kwamba Agano Jipya halijaanza kwenye Injili. Wakati Yesu yuko duniani Agano Jipya bado alikuwa limeanza. Siwahi kudhani kwamba mgawanyiko wa maagano ni vitabu vya Biblia. Agano Jipya limeanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, siku ambayo ilikuwa ni siku ya Pentecost, Roho Mtakatifu aliposhuka kwa nguvu juu ya mitume. Ndio siku ambayo kanisa lilianza na ndio siku ambayo Agano Jipya lilianza rasmi. So kuna season ambayo Mungu Baba alikuwa hayupo tena kwenye picha. Mungu Mwana kwa maana ya Yesu akawa ndiye mchungaji wa kanisa. Akatutoa kwenye transition ya kutoka kwenye Agano la Kale kutuingiza kwenye Agano Jipya. Akawa na fulfill ile ahadi ambayo Mungu aliongea kwa Ibrahim, kupitia mzao wako mataifa mengine yote yanakwenda kubarikiwa. Then baada ya Yesu kuondoka, ile ahadi ambayo Mungu alikuwa ametupatia ambayo ndio Roho Mtakatifu, tunaingia kwenye Agano Jipya. So Roho Mtakatifu ndiye mchungaji wa kanisa la Agano Jipya. Baada ya Mungu kuwa na watu wa Agano la Kale, baada ya Yesu kuja kwenye transition, Roho Mtakatifu ndiye mchungaji wa kanisa la Agano Jipya. Ndio maana Yesu ukisoma maandiko anamzungumzia Roho Mtakatifu kama mwalimu, anamzungumzia Roho Mtakatifu kama msaada, anamzungumzia Roho Mtakatifu kama rafiki wa kweli. Kama kuna namna yoyote utamiss kutembea na Roho Mtakatifu, maana yake utakuwa umemiss operation yote ya Agano Jipya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4, maandiko yanasema hata ilipo timia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahala pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kuweza kutamka. So Roho Mtakatifu ndiye mchungaji, ndiye muangalizi wa kanisa la Agano Jipya. Yesu alipomaliza kazi yake alisema maneno haya kwamba sina budi mimi kwenda ili yule mwingine aje. Ndio unajua, ukijaribu kutumia akili za 1+1 kuelewa the kingdom of God itakuchanganya sana, lakini ufalme wa Mungu una operate kwa principles. Na ukiangalia wakati Mungu ndiye anayeonekana sana kwenye Agano la Kale, Mungu Baba, Bwana wa majeshi, Mungu wa vita, Elohim El Shaddai, anaonekana sana kwenye Agano Jipya. Humuoni Yesu akiwa anaonekana, japokuwa sio kwamba hakuwepo, alikuwepo. Humuoni Roho Mtakatifu akiwa anatajwa sana. Ile function ya Mungu Baba ndio ilikuwa inaonekana. Then alipokuja Yesu kwenye picha, Mungu Baba unamuona anazungumzwa kwa mbali. Roho Mtakatifu alikuwa anazungumzwa kama ahadi.
Roho Mtakatifu alivyokuja, Mungu Baba anatoka kwenye picha na Mungu Mwana kwa maana ya Yesu anatoka kwenye picha. So kama utamiss huduma ya Roho Mtakatifu, cha kwanza utakuwa umekosa kinachokuwezesha kutembea kwenye agano jipya. Utakuwa umekosa kiunganishi cha agano jipya. Utakuwa umekosa msaada unaotakiwa kupatikana kwako kwenye agano jipya. Utakuwa umemkosa rafiki, utakuwa umemkosa yule anayekusaidia udhaifu wako. So it is very very difficult and nearly it is impossible wewe kuoperate kwenye agano jipya kama utakuwa umemkosa Roho, kwa sababu agano jipya na nafikiri hili somo nitabidi nilifundishe siku moja. Agano jipya ni ufalme wa Mungu pamoja na sisi. Ufalme wa Mungu pamoja na sisi. Agano la kale Mungu alikuwa na taifa. Watu wengine wote walikuwa ni mataifa. Walikuwa wanajulikana kama mbwa ambao hawana mpango na Mungu. Ndio maana unaweza ukaona kitu cha ajabu kabisa. Joshua anatumwa na Mungu, ukienda kwenye ule mji ua watu wote. Alafu anaua watu wote na inahesabika it is well. Ilikuwa tayari amri 10 zimeshatolewa usiue, lakini haikuwa kwa habari ya watu wengine. Sijui kama kitu umewahi kukidhani, kwa sababu Mungu alikuwa hajihusishi na watu wengine. Ni kama aliwaweka watu wengine kuwa kama sio watu wake ambao wametokana na kazi ya mikono yake. Lakini agano jipya Mungu ana deal na watu wake kwa maana ya watu wote ambao wamempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na ameweka ofa yoyote anayeamini anaingia kwenye hii familia. So kama utamkosa Roho Mtakatifu, maana yake utakosa ufalme wa Mungu pamoja na wewe. Utakuwa umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kile ambacho kinakuwezesha kuoperate, kuishi kwa wepesi, kutembea, kukatiza hiyo mitaa, utakuwa umekikosa. Jambo la tatu tunalotakiwa kulifahamu, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuwezesha kutembea kwenye nguvu za kiungu wakati bado tuko duniani. Hakuna namna tunaweza kutimiza kusudi la Mungu. Hakuna namna tunaweza kufikia kipimo cha utimilifu. Hakuna namna tunaweza kufanya yote ambayo tunatakiwa tuyafanye kama tutakuwa tumekosa kutumia nguvu za kiungu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuwezesha kupakua nguvu za kiungu na kuweza kuzitumia wakati tuko hapa duniani. There is no way utazifikia hazina za Mungu, hazina za mbinguni, resources ambazo ziko kwenye dimension ya ulimwengu wa roho bila kuweza kumhusisha Roho Mtakatifu. Angalia Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Maandiko yanasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo nao au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hiyo nguvu ambayo inatenda kazi ndani yetu, hiyo nguvu ambayo inaongelewa, hiyo nguvu ambayo inazungumziwa ni nguvu ambayo inatokana na Roho Mtakatifu kuwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kadiri ambavyo unamchochea Roho Mtakatifu, kadiri ambavyo unaiweka huduma ya Roho Mtakatifu kazini, kadiri ambavyo unazichochea hizo nguvu za Mungu ndani yako, ndivyo ambavyo unakuwa na capacity ya kuona mambo ya ajabu makubwa na mambo ambayo haujawahi kuyaona, haujawahi kuyasikia kabisa. Sasa naomba nikuonyeshe dalili 5 ambazo zitakuonyesha kwamba Roho Mtakatifu amepungua kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu amekosekana kwenye maisha yako. Kuna vitu 5 ambavyo ukiviona akili yako inatakiwa ikwambie kwamba unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Unahitaji kuchochea huduma ya Roho Mtakatifu. Unahitaji kujifunza tena na tena kwa habari ya Roho Mtakatifu. Dalili ya kwanza ni kuishi maisha yaliyokosa mpangilio. Kama maisha yako yamekosa mpangilio, maisha yako yamekosa order, maisha yako hayaeleweki, ni kama unaenda mbele na kurudi nyuma at once, maana yake huduma ya Roho Mtakatifu imekosekana. Ni andiko tu sijaliangalia kabla ya kutengeneza hii session. Ndiko kwenye kitabu cha, nafikiri ni Mithali sura ya 4 somewhere pale. Nasema njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, itang'aa sana mpaka kufikia mchana mkamilifu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu ametengeneza maisha yako
kwenye mpangilio wa majira na nyakati mbalimbali, na every season of your life inatakiwa kuiandaa season nyingine. Utimilifu wa season moja unakupa season nyingine, unakupa season nyingine na nyingine. Mungu hakutarajii uishi maisha yaliyokosa mpangilio. Kile ulichotakiwa kukipata ukiwa na miaka 20 mpaka 30, ujikute wakati na miaka 40 mpaka 50 hauna. No, Mungu hakutaka iwe hivyo. Mungu alitaka maisha yako yawe ordered na yeye. Ndio maana kuna andiko linasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka maisha yako yawe na mpangilio. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua ufalme wa Mungu unaenda kwa order and structure. Na kama maisha yako yamekosa mpangilio, unachokitaka sasa hivi hakipatikani, kinakuja ambacho ukihitaji. Matokeo unayopata sasa hivi unakosa kinachokuwezesha kuyapata. No, hayo sio maisha ambayo Mungu alikusudia. Na kwa nini inaendelea kuwa hivyo? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hajaingia kazini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Angalia kilichokuwa kwenye mstari wa 2. Na nchi ilikuwa ukiwa, ilikuwa utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa maji. Maana yake nini? Hakukuwa na mpangilio. Kulikuwa na ukiwa, kulikuwa na utupu, na kulikuwa na giza. Nini kikatokea? Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Alafu mstari unaofuata, Mungu akasema na iwe nuru. Order and structure ikapatikana. Hautakuwa na uwezo wa kusema na iwe nuru kwenye maisha yako. Hautakuwa na uwezo wa kujua hata nini cha kuomba. Hautakuwa na uwezo wa kuelewa ni njia gani unatakiwa kupita kama huduma ya Roho Mtakatifu imekosekana kwako. Dalili mojawapo inayotakiwa kukuonyesha ni kukosa order and structure. That is the signal kwamba Roho Mtakatifu amekosekana kwenye maisha yako. Kama unakotoka hukuelewi, unakokwenda haukuelewi, ulipo haukuelewi, that is the smallest thing ambacho unatakiwa ukione kabisa, ujue kwamba Roho Mtakatifu amekosekana kwenye maisha yako. Dalili ya pili, changamoto, mateso na mapito vitakung'ang'ania, havitaondoka kwako. Kama unaona changamoto, mateso na mapito yanatumia muda mrefu sana kukaa kwenye maisha yako, ni dalili kwamba umemkosa Roho Mtakatifu. Kuna vitu kadhaa ambavyo Mungu ameziweka nguvu zake. Nguvu za Mungu ziko kwenye vitu kadhaa. Namba 1, nguvu za Mungu zipo kwenye neno lake. Neno la Mungu, as we speak the word of God. Neno la Mungu lina nguvu. Niliwahi kusikia ushuhuda mmoja kwa habari ya mtu mmoja alikuwa anasumbuliwa na roho ya hofu. Then mtumishi wa Mungu mmoja akaenda, anasema alipofika kwenye kumwombea, hakusikia mzigo wa kumwombea. Akampa tu andiko. Liko kwenye kitabu cha Timotheo. Nafikiri ni Timotheo wa 2 pale, sura ya 1 somewhere. Akasema andiko linasema, kwa maana hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipokea roho ya nguvu, ya uweza na moyo wa kiasi. So akamwambia yule mtu alitamke lile andiko tena na tena, mpaka yule mtu roho ya hofu iliondoka kwenye maisha yake. Nguvu za Mungu ziko kwenye neno lake. Neno la Mungu lina nguvu. Ndio maana liko andiko linasema alilituma neno ili lipate kuponya. Unapokaa kwenye huduma ya neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu limebeba nguvu za Mungu. Eneo la pili, nguvu za Mungu ziko kwenye jina la Mungu ambalo ni Yesu Kristo. Do you know kwamba ukisema kwa jina la Mungu, hatuombi hivyo, tunasema kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema akamkirimia jina lipitalo majina yote, ambalo vitu vyote vya duniani na vya mbinguni vinatii. Jina la Yesu mimi huwa nalitem kama muhuri wa mamlaka. Jina la Yesu ni ishara ya mamlaka. Unapolitumia kwenye maombi, unapolitumia popote pale, ni kama unasema kwa nguvu zote za Mungu na iwe. Ndio maana ya kulitaja jina la Yesu. So Mungu ameweka nguvu kwenye jina lake. Nguvu za Mungu ziko kwenye jina lake. Then nguvu za Mungu ziko kwenye damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni sadaka ya agano.
Hakuna sadaka kubwa duniani ambayo itatolewa kuliko damu ya Yesu. Ndio maana wachawi wanaweza wakachinja paka, wakachinja watoto wao, wakatoa kafara, lakini ukija na damu ya Yesu ni hakika utashinda. Hakuna kafara kubwa duniani kuliko kafara ya damu ya Yesu. So kuna nguvu katika damu. Kuna nguvu katika damu. Mara zote tunapoinuka kupigana vita vya kiroho, mara zote tunapoinuka kupigana vita vya kimadhabahu, silaha ya nguvu, silaha ya hatari ambayo tunatumia damu ya Yesu. Then nguvu za Mungu zipo kwenye ufufuo na uzima. Ufufuo wa Yesu. Ile tu haikuwa tu ni kitu ambacho tunasherehekea tu kwenye Pasaka. No, it was something significant. Ile ndio imebeba agano. Ile ndio imebeba mamlaka. Ile ndio imeseal kwamba tumeshinda. So eneo la 5 ambako nguvu za Mungu ziko kwenye Roho wake, ambaye ni Roho Mtakatifu. So unapoikosa huduma ya Roho Mtakatifu kwako, kuna vitu havitawahi kuondoka. Kuna vitu havitawahi kuachia. Kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa 27, maandiko yanasema, na tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kutiwa mafuta ni kielelezo cha upako wa Roho Mtakatifu. Ukitiwa mafuta kuna nila ambayo inaondoka. Sasa angalia choice ya haya maneno very careful. Maandiko yanasema mzigo wake utaondoka. Kuna mzigo adui anaweza akakuwekea, sio wako, ni wake, mzigo wake. Kuna nila yake anaweza akakuwekea. Kama unaona mateso yameng'ang'ania kwenye maisha yako, masuala sijui ya vifungo vya madeni, kifungo cha uzinzi, umekamatwa kwenye dhambi fulani unashindwa kuchomoka, umekamatwa kwenye uovu fulani unashindwa kuondoka, kuna tatizo fulani limeendelea kuitafuna familia yako, njia mojawapo ambayo it is the surest way ni kupata ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapopatikana kwenye maisha yako, kuna vitu automatically vinaondoka. Kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kunipa huu mfano. Akasema ukichukua jiko hili la gesi, lesa jiko ambao unalipikia, ukaliwasha, alafu ukachukua chombo fulani ambacho hujawahi kukipikia kwa muda mrefu, ndani labda kulikuwa na mende na nini, ukakiweka pale, utashangaa ghafla kuna vitu vinaondoka. Kuna vitu vinaondoka vyenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vitaondoka direct, kwa sababu moto huwa hauchangamani na uchafu. Mahala ambako kuna moto, uchafu unaondoka. Mahala ambako kuna moto, uchafu, uvamizi unaondoka. Ndio maana hata kwenye mashamba ukichoma moto unakuta kuna wadudu wanateketea wenyewe, wanakimbia bila kukimbizwa na mtu. So Roho Mtakatifu anapopatikana kwako, kuna vifungo, kuna mateso, kuna mapito yanaondoka yenyewe. Hautahitaji kuviombea, vitaondoka vyenyewe instantly. Dalili ya 3 ya kumkosa Roho Mtakatifu ni kukosa furaha yenye uhakika. Furaha yenye uhakika. Kama unajikuta wewe ni mtu ambaye unakosa furaha, unakosa amani, unakosa ushwari, wewe ni mtu ambaye dakika sifuri umechukia, dakika sifuri una hasira, dakika sifuri una huzuni, dakika sifuri moyo wako unasononeka, nyumbani kwako inawezekana ukawa kumekuwa hivyo, ni dalili kwamba Roho Mtakatifu hajapewa nafasi. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja huwa anakuja na amani ya mbinguni, ile amani ipitayo amani yote. Unafika level unaanza kusema furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu. Roho Mtakatifu anakuwa amepatikana. Kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17, maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Mojawapo ya function ya Roho Mtakatifu ni kuleta furaha kwenye maisha yetu. Maisha ya muamini, maisha ya Mkristo, maisha ya kanisa hayajakamilika, furaha yao haijakamilika mpaka wamempata Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na ndoa, unaweza ukawa na kazi, unaweza ukawa na watoto, unaweza ukawa na kila kitu, lakini furaha haitawahi kukaa kwako until umempata Roho Mtakatifu. Dalili ya 4 ni hautakuwa na mabadiliko. Hautakuwa na mabadiliko, au itakuwa ngumu sana kwako kupata mabadiliko bila ya ujazo wa Roho Mtakatifu.
Bila ya upatikanaji wa Roho Mtakatifu, kubadilika ni ngumu. Unajua kuna kitu kimoja cha uongo sana. Watu huwa wanajidanganya kwamba kwa sababu unatenda dhambi, kwa sababu umegundua unaweza ukakosea tena kesho, unashindwa kuwa serious na Mungu, unashindwa kutaka ujazo wa Roho Mtakatifu kwa sababu unahisi kwamba na kesho utakosea. In fact sasa hauwezi ukabadilika, hauwezi ukapata nguvu ya kushinda dhambi, hauwezi ukapata uwezo wa kubadilika na kuwa mtu mwingine mpaka umepata ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani huo ni mtego wa shetani. Shetani ndio anayekudanganya kwamba hey, una miaka michache, usiwe serious kwanza na Mungu, endelea kufanya ujinga mpaka utakapomaliza ndio utakuwa serious na Mungu. Kweli ni kwamba ujinga huwa hauishi. Ujinga huwa hauishi. Yaani kwenye kila level ya maisha yako kuna aina fulani ya ujinga ambao utakuwa tempted kuufanya. Nguvu ya kushinda ujinga unaipata baada ya kumpata Roho Mtakatifu. Ukiwa kwenye age ya miaka 10 na kuna ujinga wake, 20s kuna ujinga wake, 30s kuna ujinga wake, before ndoa kuna ujinga wake, after ndoa kuna ujinga wake. So in every stage of your life it is possible kabisa uweze kushinda kila kitu, ukabadilika, ukawa mtu ambaye unaaminika, unategemewa na haudisappoint watu, haumdisappoint Mungu, na wewe mwenyewe haujidisappoint. Lakini hauwezi ukabadilika mpaka Roho Mtakatifu amepatikana kwako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6, maandiko yanasema, na Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. So Roho wa Bwana anapopatikana kwako, una nafasi ya kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Una nafasi ya kugeuka kuwa mtu mwingine. Na dalili ya 5 na ya mwisho ni kukosa msukumo wa kusoma neno, msukumo wa kuomba, au msukumo wa kupatikana kwenye uwepo wa Bwana. Hiki ambacho kinasababisha watu wengine, nakuta ni mtu ambaye hana ushirika mahala popote, hana kanisa linalomtambua, hajawahi kusoma Biblia. Inawezekana akawa na Biblia ndani ina vumbi. Mara ya mwisho kusoma Biblia ilikuwa ni kipindi fulani zamani sana, hata ya kwenye simu haifunguaji. Ni kumkosa Roho Mtakatifu. Vitu vya Mungu vina vita. Ili uweze kushinda hiyo vita na kuwa na kiu ya kutaka tena, kiu ya kutaka tena, kiu ya kutaka kuomba, kiu ya kutaka kusoma neno, kiu ya kupatikana kwenye uwepo, kiu even ya kusikiliza mafundisho, kusikiliza nyimbo za dini, lazima uwe umepata ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa swala msingi ambalo unaniuliza, nawezaje kupata huu ujazo wa Roho Mtakatifu? Nawezaje kuiactivate huduma ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu? Kuna mambo kama 3 ya msingi unaotakiwa kufanya. Jambo la kwanza, unatakiwa kutambua huduma ya Roho Mtakatifu na kumpa nafasi. Roho Mtakatifu ni mpole sana. Roho Mtakatifu ni mpole, na mara nyingi anavyoongea na sisi huwa anaongea kwenye sauti fulani ndogo kabisa. Roho Mtakatifu huwa halazimishi mtu. Kama haumjui na haumtambui, hana namna ya kulazimisha kuwepo kwenye maisha yako. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15 hadi 17, maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili naye akae nanyi hata milele. Pigia mstari neno hata milele. Roho Mtakatifu anatakiwa kukaa na sisi milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa nini? Kwa sababu hawamwoni wala hawamtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye amekuwa ndani yenu. Unapokosa kumtambua Roho Mtakatifu, anakosa namna ya kuunganika na maisha yako. So kama unataka kuiactivate huduma ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, cha kwanza mtambue, cha pili mpe nafasi. Unamtambueje? Kwa kupata mafundisho. Lazima kwanza ufundishwe, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Na kusikia nini? Neno la Bwana. Imani inakuja kwa kusikia. Taarifa unazozisikia ndo zinakupa kuamini. Hauwezi ukafanya judgment correctly, hauwezi ukaamini kitu sahihi mpaka umesikia kitu sahihi. So sikiliza, jifunze kuhusu Roho Mtakatifu. That's number 1. Unapata room ya kumtambua.
Namba 2, unampa nafasi, anaanza kuoperate kwenye maisha yako. Jambo la pili, lazima uwe na kiu kwa ajili yake. Lazima uwe na kiu kwa ajili yake. Roho Mtakatifu ataanza nawe kidogo kidogo. Ataanza kukusemesha kwa sauti ndogo, usifanye hiki, fanya kile, chukua kile, jaribu kile, soma, usiende, usifanye hivi. Kadiri ambavyo unakuwa sensitive kutii, sensitive kufuata, sensitive kufuatilia, sensitive kumpa muda, ndivyo ambavyo anaongeza kuzungumza na wewe. Roho Mtakatifu anataka kiu yako. Kiu yako ndiyo mtaji wake yeye wa kuweza kupatikana na kutenda kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya sura ya 44 mstari wa 3, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Lazima kuwe na kiu. Mtaji wako wa kumpata Roho Mtakatifu ni kiu. Kiu yako ni nini? Kiu yako ni mzigo ulionao wa kulisoma neno, mzigo ulionao wa kuingia kwenye maombi, hamasa ulionao ya kutii kile ambacho anakuambia kufanya. So lazima uonyeshe waziwazi kwamba una kiu naye. Kiwango cha kiu yako ndicho ambacho kitampa tena na tena kupatikana na kukuongoza kwenye maisha yako. Na jambo la 3, ni lazima uombe Mungu kukujaza. Lazima umuombe Mungu kukujaza. Roho Mtakatifu hajapatikana kwa watu kwa sababu hawajawahi kumuomba. It is very weird kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu unapatikana kwa kuomba. Ni kitu ambacho kama hujakitaka hautakipata, na ukikitaka unakipata. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 13, maandiko yanasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hata zidi kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Kwa nini haujawahi kuwa na Roho Mtakatifu? Kwa sababu haujaomba. Wewe unaombaga sana mahitaji yako, unaomba sana ada, unaomba sana kodi, unaomba sana afya, lakini hujawahi kuomba kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ukiomba kwa habari ya Roho Mtakatifu utampata. Ukiomba ujazo utaupata, ila usipoomba hautaupata. So pamoja na maombi yako mengine, unatakiwa kuwa na maombi tena na tena ya kutaka ujazo, ya kutaka ujazo, kuomba ujazo, kuomba ujazo, kuomba ujazo, kuomba ujazo, kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Na jambo la 4 na la mwisho, nilisema mambo 3 lakini yamekuwa 4, lazima utubu dhambi yoyote uliyoifanya. Lazima utubu dhambi. Sasa kuna kitu fulani kuhusu toba, sababu watu wengi huwa wanafikiri tubu ni kumwambia Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Hapana. Toba maana yake ni kugeuka. Toba ni kugeuka. Na kugeuka, yani kugeuka, kuachana na kile kitu, kugeuka ndio maana ya toba. Toba, cha kwanza lazima uwe na majuto ya kweli. Hauwezi ukaacha kitu ambacho kinakupa furaha. Unajua kuna watu wanasema nimekosa, lakini moyoni anafurahia kile anachokifanya. Moyoni bado ana attachment ya kihisia na ule uovu ambao anautenda. Toba yako haijakamilika. Lazima kuwe na majuto ya kweli na nia ya dhati kabisa ya kutaka kugeuka. Mungu ataachilia neema yake, Mungu ataachilia rehema yake juu yako, then utageuka, utakuwa mtu mwingine. So ukifanya hivyo vitu 4, huduma ya Roho Mtakatifu itakuwa active kabisa kabisa kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, kufikia hapo sina la ziada, lakini kabla sijafunga hii session, naomba niukaribishe kwenye fellowship yetu mtandaoni, huduma ya Kingdom Community Fellowship. Tuna huduma ambayo tumepata neema ya kuiestablish online, na tunajifunza neno la Mungu, na tumekuwa na session za maombi. So it is a pleasure kama utakuwa sehemu ya familia yetu. Tumia namba ya simu ambayo iko kwenye thumbnail hapo, nitumie ujumbe mfupi, niambie mtumishi wa Mungu naomba kujiunga na nyinyi, then tutakupokea kwa furaha na utakuwa sehemu yetu, na Mungu atakubariki. Be blessed, uwe na wakati mwema.